chako cha imba Bwana, Bwana umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Imba Baba, Bwana umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Father, in the name of Jesus Christ, we thank you, we glorify your mighty name because of this auspicious occasion you have given us to fellowship together again. It is another service, my Father, we bring before thee, Lord, that you may accept it, Jesus Christ. My Father, may you speak with us, not as I will, but your will. The word that you prepared, my Father, today, it may reach your people. It may reach the world. My Father, I pray that you may speak as your will. Use me just as a vessel, my God. I have nothing I can say, but God, you have something special in our lives. According, God, to your plans in our lives. Bless us, my Father. Bless those who are here, my God, to have fellowship with us. Bless those who are watching through media and those who will be watching later on, my God. Let them be blessed. Let them to be touched, their lives to be transformed. As we are going to hear from you, God, let this word, my Father, benefit and edify the body of Christ. Father, help us. Holy Spirit, reign. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. We need to read from the book of Matthew chapter 16. Matthew chapter 16, verse 13 to 20. The Gospel according to Matthew. The Gospel according to Matthew chapter 16, verses 13 to 20. Our viewers, we are going to hear the word of God. This is Pastor John Basweti of the Deliverance and Reconciliation Ministry. We thank God. We worship the Lord in the Spirit and truth. We are the Bible-based ministry and we teach what the Bible says. And then today we want to share the word of God from the book of Matthew chapter 16, verse 13 to 20. And I'm going to speak about the power of the Church of Christ. The power of the Church of Christ. Can somebody read for me? Nasema hivi, Matthew chapter 16 verse 13 to 20. Yes. When Jesus came into the coast of Caesarea, Philip is asked his disciple, saying, Who do men say that the Son of Man I am? And they said, Some say that you are John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. 15. He says to them, But who say you that I am? And Simon Peter answered and said, You are the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said to him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed it to you, but my Father which is in heaven. And I say also to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give to you the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. 20. Then changed he his disciples that
they should tell no man that he was Jesus Christ. Bwana bariki neno lake. Amen. Thank you very much. This is the word of God. Hili ndilo neno la Mungu katika siku ya leo. As I've said, I'm going to speak about the power of the Church of Christ. Nguvu zilizo katika kanisa la Mungu. And this was the conversion of Peter, whereby Peter confessed the Lord Jesus Christ while our Lord Jesus Christ was in the earthly ministry. Praise God. Wakati Yesu alikuwa katika utuma katika ulimwengu huu, hapo ndipo alikuja akawapata wanafunzi wake ili akawauliza swali. Na Yesu Kristo akiwauliza swali, alikuwa anahitaji kujua watu wanamjua yeye ni nani. Na akakuja akawakuta, Biblia inasema ya kwamba when he met them, he asked them, whom the people say that I am. Wanadamu ama watu wasema mimi ni nani? Wakasema ya kwamba wengine wanasema wewe ni John the Baptist, wewe ni Yohana Mbatizaji, wengine wanasema wewe ni Elia, wengine wanasema wewe ni mmoja wa wanafunzi. Lakini Yesu Kristo yeye mwenyewe akawauliza, but what do you say that I am? Bwana Yesu asifiwe. Ninyi mwasema mimi ni nani katika maisha yenu? Hapo ndipo sasa swali linaibuka. Hapo ndipo Yesu Peter, mtumishi wa Mungu, Biblia inasema, and Peter said to Jesus, the Son of God. And then the Bible says the Lord said unto him, the flesh and blood has not revealed unto you, but the kingdom, but the grace, but the favor of God, but by the revelation of the Holy Spirit, that you have known and confessed it in Jesus' name. Praise God. So katika siku ya leo naposema nguvu za kanisa ama nguvu zilizoko katika kanisa, inamaanisha nini? Kwa sababu wakati ambapo Yesu Kristo anawauliza haya maswali, kwanza kama wa Kristo as the Church of Christ, first we have to know what is the Church of Christ. Kanisa la Mungu ni nini? And the word church means ecclesia. Ecclesia, that means the called out. Watu ambao watu kutoka sehemu mbalimbali wamekutana pamoja kwa ajili ya kumwabudu, worship the divine. Those are the people who have been saved and have accepted the Lord Jesus Christ as your personal savior. And Biblia inasema the church now is the body of Christ. Kanisa ni mwili wa Yesu Kristo, ambao Wakristo wameungana, wameokolewa kutoka pande zote, wamekuja pamoja kumwabudu aliye juu, wanamwabudu Yesu Kristo aliye hai. Na wakati ambapo tunasema juu ya kanisa tunamaanisha nini? Kwa sababu the church is the body of Christ, and the church is I and you, the Christians or believers all over the world. What power ambao kanisa la Mungu tulio nao wakati kama huu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni watu ambao tumeokolewa na tumekombolewa, na wakati ambapo tumekuja pamoja ndio tunajua ya kwamba sisi ni kanisa. Kitu kingine tunahitaji kujua, the church is the body of Christ by himself, being the head, as Ephesians chapter 1 verse 22 the Bible says, and had put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, which is the body, the fullness of him that filled all in all. So the church is the body of Christ who fills all things in all. Kwa hivyo wakati ambapo nasema ya kwamba mimi ni kanisa la Mungu, ama ukitaka kujua kanisa la Mungu, if you know, you need to know what is the church of Christ. You have to know that if you have received the Lord Jesus Christ as your personal savior, that is the church that the Lord has built on you. Praise God. The church that God has built in us is the church that will be glorified at his coming. So when we call upon the church, when we call upon the church, and when we say about the church, we say about ourselves, because the church is the body of Christ. The church has power, and because the Jesus Christ has power, we are powerful. We are power that have been given by our Lord, because he is God in all of all we need today and forevermore. Amen. So as the church of Christ, we are the conquerors. And then biblically, if I can define, you know, the church has two names, if I can name. There is universal church. Universal church consists of the believers all over the world.
And then we have what we call local church. It is the gathering as we gather here. So as I teach about the church, before I go deep to the text, you need to know who are the church. Corporately or universally, it is the body of Christ, the Christians and believers, I and you, those who have accepted the Lord Jesus. And the local church is the gathering, as we have gathered here, tumekusanyika mahali hapa kama kanisa kumtumikia Mungu, kwa sababu sisi ni kanisa, na tukiwa kanisa sisi ni mwili mmoja na watu wote walioko katika duniani. Bwana Yesu asifiwe. Then tunapoendelea, kwa sababu before I go from there, 1 Corinthians chapter 12 verse 13, what does the Bible say? The Bible say 1 Corinthians chapter 12 verse 13 about the universal church. For by my son, for by one spirit are we all baptized into the one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one spirit. Amen. The Bible says, for by one spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one spirit. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo gani la muhimu liko katika mahali hapo? Biblia inaposema ya kwamba sisi ni kitu kimoja. Hakuna yeyote ambaye ni Myahudi, hakuna mwingine ambaye ni Myunani, hakuna ambaye ni mfungwa ama mwachiliwa. Sote tumekunywa mwili ama tumebatizwa katika mwili mmoja kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo wakati ambapo tunasema juu ya kanisa, unapokuwa ukisikia mambo ya kanisa imefungwa ama imefanywa nini, that is just a structure that have been closed. Now we are the church, and I need today that we may understand what power the church is. When the Bible says that we are one body, sisi sote ni mwili mmoja, tumeungana. Hakuna yeyote ambaye mbele za Bwana atakayesema mimi ni Myunani ama mimi ni Myahudi ama mimi ni, sote tumefanyika kuwa Bwana. If you have accepted the Lord Jesus Christ as your personal savior, you become a child of God. And if the church of God, that is the church of Christ. And if the church of Christ, we are the habitation of the Holy Spirit. Sisi ni jengo ambalo Roho wa Mungu akaa ndani mwetu. Wakati ambapo tunaimba Roho Mtakatifu shuka tawala, si kwamba Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi, kwa sababu sisi ni jengo. Sisi ni kanisa la Mungu, ambao wakati ambapo Yesu anauliza Peter, anamuuliza watu wanasema mimi ni nani, akasema wewe ni Yesu. Akamwambia mwili na nyama haitakufunulia haya maneno, lakini Roho wa Mungu aliyekuwa ndani ya Peter ndiye alimfunulia maneno hayo. Kwa hivyo kama kanisa, kama Wakristo, lazima tukapate kujua sisi ni makazi ya Roho Mtakatifu aliye ndani mwetu, na Roho Mtakatifu ndiye anatuongoza. Roho Mtakatifu ndiye mwalimu. Roho Mtakatifu ndiye atuongoza, atufundisha, ututendea yote tunayohitaji sasa na hata milele, kwa sababu wakati ni Roho Mtakatifu afanya kazi. Wakati ambapo Mungu alitenda kazi yake, Yesu akaja akafanya kazi yake ya ukombozi, akatuachia Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi. Kwa hivyo wakati wote ukitaka kumwabudu Mungu, lazima ukapate kumwabudu kwa Roho, kwa sababu atafuta wa maabudu kwa Roho na ukweli, kwa sababu Roho ndiye anafanya kazi kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. That is the church. We are the habitation of our Lord Jesus Christ. And then, as I've said, we are the temple of the Holy Spirit. That is 1 Corinthians chapter 3 verse 16. The Bible says, now you know that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. Whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or things present or things to come, all are yours, and you are Christ, and the Christ is God's. Praise God. Do you know that kwamba mwili wetu ni hekalu takatifu la Mungu? Ukisoma hapo inasema ya kwamba tusichafue mwili. Let us not divide the temple. Our bodies is the temple of God. And the temple of
the Holy Spirit, and whereby the Bible says that whether anybody, Paul or Apollos, anybody who comes to us is not able to convince us all things present, all things to come are all ours. Kwa hivyo, if we have the Holy Spirit in us, we have all we need, because the Lord our God is the Spirit by himself. Amen. And if God is the Spirit, whatever we are in need of, because he is aware, he is in us, we receive them because he is our God. So we are the temple of the Lord. Miili yetu ni hekalu takatifu la Mungu, na wakati ambapo Mungu anatazama anatufurahia, wakati Mungu anatazama kanisa lake ambalo ni sisi anafurahia, wakati ambapo tunabadilisha mawazo yetu, tunabadilisha shida zetu kumwabudu Jehova anafurahia, kwa sababu sisi ni hekalu lake ambalo limechunga, limewekwa roho wake aliye ndani mwetu. Na wakati wote kama kanisa, kama Mkristo, lazima ukapate kujua unatembea na Mungu, na hekalu ambalo ni la Mungu lazima likapate kuwa takatifu. Just maintain the temple of the Lord to be holy, and because our Lord, the Bible says, and our Lord is holy, and those who worship him must worship him in holiness, because he is a jealous God. He is a mighty God, of course, yes, and he is a just God. He is our God from the beginning. It does not change. As he was doing, he is doing, and he shall be doing. So whatever, whenever you will be, you shall be. You must know that we are the temple, you are the temple. The church is the temple of God, and the temple of God we are Christian believers. So God is pleasurable to see us when we worship him, when we call upon him, when we seek him, when we guard the power of the Holy Spirit in us. Nothing at all is impossible with God, because by the blood of Jesus Christ we have overcome. Bwana Yesu asifiwe. God is good. And then what does the Bible say? How can I become the church of Christ? Because I know in our pages, Facebook, YouTube, people are watching, and then you may not have known how can you become the church. How can you become the church of Christ that you may be a conqueror? Nitafanyaje nikapade kuwa kanisa la Mungu lililo na nguvu? Kwa sababu usio wakati wa Kristo wakapade kuwa fugufugu, usio wakati wa Kristo wakapade kulala. Ndio wakati wa kuomba. Yesu alisema akaiwachukua wanafunzi katika mlima, na Biblia inasema ya kwamba kaenda, he went yonder to pray, and when he was praying akaja akapata wanafunzi wamelala, akawaambia amwezi sali nami hata risali moja. Usio wakati wa Kristo wa kulala, ni wa kuomba na kumtafuta Mungu na kujua mapenzi ya Mungu. Sasa wacha nikapade kuuliza swali, utachuache kama wewe ni kanisa la Mungu? Utafanyaje ukapate kuwa kanisa la Mungu? Wacha nikapade kwenda katika hii fasi. Number one, you must passionately know who is God, who is Jesus on your life. Wakati ambapo Yesu amekuja katika wanafunzi wake akawauliza, je, wanadamu wanasema mimi ni nani? Hapo ndipo Petro akasema, wengine wanasema hivi na hivi, lakini Peter akasema wewe ni Yesu mwana wa Mungu. Hapo ndipo Yesu alisema ya kwamba Peter, wewe ni Peter Pachona, akabadilisha jina lake, na hakika akasema ya kwamba katika mlima huu, katika hapa nimelijenga kanisa langu. Wakati ambapo utamjua Yesu kama mwokozi wa maisha yako, wakati ambapo utamjua Yesu ni nani katika maisha yako, wakati ambapo you will know who is Jesus on your personal level, hapo ndipo utakuwa kanisa la Mungu. Hapo ndipo utabadilishwa uwe kanisa la Mungu. Hapo ndipo the Lord will confirm his covenant with you. When you will know who is Jesus in your life, and how he came from heaven to the earth, how he did whatever he did in suffering, and how he died for you and me, and then you accept him and confess him as your personal savior, then you will be the church of God, which is powerful, because if our Lord overcame as the church, we must overcome in the name of Jesus Christ. Amen. There is nothing new that is happening on earth. Hakuna jambo jipya linatendeka katika dunia wa Kristo. Mambo yote yaliyotendeka ndio yanatendeka. Yale Yesu alifanyiwa ndio tunafanyiwa. Hata wakati mwingine kama watumishi, hapa ndio wakati unasikia wanasema wacha jiokoe ndio atuokoe.
Hii ndio wakati unaona mtumishi akiwa kwa shida, mtu anasema ya kwamba kama yeye ni mtumishi wacha ajitoe kwa hiyo shida ndiye akapate kutoa kwa shida zetu. Little did they know, Yesu aliambiwa msalabani, kama wewe ni mwana wa Mungu jiokoe nasi ukapate kutuokoa. Hakuna jambo jipya ambalo linalotendeka katika ulimwengu huu. Hakuna jambo jipya tunalopitia kama Wakristo alikumpata Yesu. Hakuna mambo ambayo Yesu Kristo hakuyapitia. Aliyapitia yote ndio tunayapitia kama kanisa la Mungu. Na kwa sababu aliyapitia na akashinda. Biblia inasema akashinda hata kifo na mauti. Akanyenyekea hata kaburini. Akanyenyekea na siku ya tatu akafufuka. Haijalishi ni yapi kama kanisa, it doesn't matter regardless of your situation as the church. Regardless what you are undergoing as the church of Christ, it doesn't matter your challenges, it doesn't matter your cry, it doesn't matter your whatever suffering you are undergoing. You must remember how our Lord Jesus Christ suffered, how our Lord Jesus Christ underwent all circumstances of life. He was rejected, he was mocked and jeopardized. But all in all, our Lord Jesus Christ overcame even the death of the cross. And by now he sat on the throne of mercy in the right hand of the Lord. As the church, you must know that you have power because you have been given power. You must know that you have that power to overcome because our Lord Jesus Christ overcame. You must know that you have that power to overcome whatever comes on our way, that we can be victorious because our Lord always, he was a victor. He was never defeated. In the name of Jesus Christ. Praise God. Amen. And then you must personally say, no, who is Jesus Christ in your life? Verse 13. What does the Bible say? Can you read it for me? When Jesus when Jesus, you can read. Who is ready? Yes, read. Soma. And Jesus came the region of Verse 13. Matthew 16:13. The Bible says, when Jesus came into the coast when Jesus came to the coast of Caesarea, he asked his disciples, saying, whom do men say that the Son of Man I am? And they said, some say that you are John the Baptist, some say Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. He said unto them, but whom say you that I am? Praise God. If you need to belong to the church of Christ, if you need to become the church of Christ, you must know who is Jesus in your life. Amen. Lazima ukapate kujua Yesu ni nani katika maisha yako. Na katika mistari ambapo tumesoma katika siku ya leo, I want to teach somebody today how to become powerful and how to overcome any circumstances that comes on your life. Because you are not the first person to face what you are facing. Even your number is unrecognized. Men have undergone, our forefathers, the fathers of our faith, have undergone terrible situation that we can say. But what you say Jesus Christ is he in your life. And if you confess, if you know our Lord Jesus Christ in your life as a healer, and then your healing is confirmed, then automatically you will receive your healing. Kama utajua Yesu kama is your deliverer, and the deliverance is assured to your life in the name of Jesus Christ. If you know Jesus Christ is a victor, then victory is confirmed to you as the church in the mighty name of Jesus Christ. And if you know that the Lord Jesus Christ is our Redeemer, then redeeming of the power of redemption is confirmed in your life in the name of Jesus Christ. And whatever you confess that the Lord is in your life, in whatever you see Jesus ambavyo unavyomuona Yesu katika maisha yako, wakati utasema Yesu ni ponyaji wangu, hakika uponyaji unayo. Ukisema yeye ni mwenye nguvu kwangu, nguvu nazo. Ukisema yeye ni mkombozi, ukombozi unayo. Ukisema lolote lile vinywa vyako vitatamuka katika maisha yako, yatakuwa, kwa sababu Biblia inasema there is power in the mouth. Kuna nguvu
katika vinywa, na lolote lile ambalo tusemalo liatendeka. Katika vinywa vyetu kuna mauti, na katika vinywa vyetu kuna uzima. Whatever you confess from your mouth is what you become. Ukisema mimi nimeinuliwa, utainuliwa. Ukisema nimebarikiwa, utabarikiwa. Ukijilaani kwamba umelaniwa, utalaaniwa. Lakini ukisema wewe ni mshindi, utakuwa mshindi. Wakati ambapo utamjua Yesu ni nani kwa maisha yako, hapo ndipo maisha yatabadilika. Petro akasema ya kwamba wewe ni Yesu, mwana wa Mungu. Hapo ndipo jina lake litabadilishwa. Your name shall be changed if you know who is Jesus in your life. Jina lako litabadilishwa wakati utajua Yesu ni nani. Jina lako litabadilishwa wakati utajua Yesu ni nani katika maisha yako na huduma yako. Mambo yako yatabadilika wakati utajua Yesu ni nani. Your situation will change when you will know who is Jesus in your life. Everything in your life, your legacy, your history will change in the name of Jesus Christ. The name of Peter was changed. Akabadilishwa majina yake, akaitwa Barjona. Akaambiwa wewe sasa ni kanisa, na kanisa limelipanda katika mahali hapa. Hakuna milango ya kuzimu itainuka kinyume nalo. You know Jesus Christ personally. Ukimjua Yesu maisha yako ni nani. Ukijua yeye is a conqueror, then you are a conqueror. Ukijua Yesu ni nguvu, wewe ni mwenye nguvu. Ukijua Yesu ni mkombozi, umekombolewa, na jina yako itabadilika, maisha yako yatabadilishwa, historia yako itabadilishwa. Jinsi watu wanakuona, mambo yatabadilika. Wanaokudharau watakuinamia katika jina la Yesu Kristo. Tunayemtumikia hakika ni Mungu aisiye milele, asiye na ubaguzi. Wakati ambapo utamuita, wakati ambapo utamjua, wakati ambapo hakika utamwabudu, mambo makuu yatatendeka kwa utukufu wa jina lake Yesu Kristo. Tupige Yesu makofi tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Whom do you say Jesus is in your life? Unasema Yesu ni nani katika maisha yako? Whatever you confess today that Jesus is this and this, then you become what you have confessed. Finally, what is the power of the church and the power of conversion? What is the power of the church and the power of conversion? Biblia inasema wakati ambapo Yesu Kristo amemuuliza, hivi ndivyo Biblia inasema. He said unto them, and Simon Peter, when he answered 17, and Jesus answered and said unto him, Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood have not revealed it unto you, but my Father who is in heaven. And I say also unto you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you shall bind on earth shall be bound in heaven. And whatever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. Then he charged his disciples that they should tell no man that it was Jesus the Christ. Praise God. Praise Jesus. Amen. The Bible says our Lord Jesus Christ asked them, whom do you say I am? Peter confessed. That is where Peter received the power. Hapo ndipo Petro alipata nguvu.